Tumeungana katika uwanja wa Kishaunet ili tuombe kwa ajili ya viongozi wetu. Tumealikwa na viongozi wetu wa Pokot na Tiaty pamoja na Uganda ili tuwaombee kwa ajili ya uongozi wa kaunti zetu. Na sisi kama viongozi wa kidini tumeungana wote hapa leo ili kusileta maombi hizi, kwa sababu maombi ni silaha. Maombi ni njia ya kipekee ya Mungu kuleta uponyaji, kwa sababu Mungu anasikia maombi. Tulipoalikwa katika mkutano huu tulifurahi sana, kwa sababu kaunti yetu hasa Pokot mara nyingi imetajwa kama kaunti ambayo mambo mengi ya kutokuwa na usalama, yani wizi, na pia mambo mengi ambayo yamefanya kaunti hii kurudi nyuma. So wakati huu ambao tumekuja kuleta maombi, kwanza tumekuja ili kuombea viongozi wetu wawe na umoja. Viongozi wetu wawe kitu kimoja ili kuendelea katika kuleta uchumi na mambo mengi ya Pokot. Tumeomba ili viongozi wetu waendelee kuhubiri amani, kuwa katika mstari ya mbele kuleta amani, kuwa mstari ya mbele kuhakikisha kwamba Pokot ni kitu kimoja. Tunaona katika kaunti zingine viongozi wamesimama na wakawa kitu kimoja, na kwa hivyo tumekuja hapa kuombea viongozi wetu. Ninajua mambo ya uchaguzi imeanza kwa watu wengine kwa njia ya kampeni, ijapokuwa uchaguzi unakuja miaka 2 inayokuja, bado iko mbali. Na katika hali hiyo ya viongozi kuomba wakaaji wa kaunti hii kura ya miaka wa 2027, tunawaombea hawa neema na kibali ya Mungu ili watakapoendelea kuomba kura, kwanza waombe kwa amani bila kukawanyika. Pokot ni moja, kanisa la Mungu ni moja. Vile sisi kanisa tumekuwa kitu kimoja leo, makanisa zaidi ya 20 dini tofauti hapa leo wako kitu kimoja kuweza kuombea viongozi kuwa kitu kimoja. Waombe kura zao kwa amani, waendelee kufanyia Wapokot kazi, kwa sababu mwaka 2 inayokuja bado ni refu. Na tunataka kuombea viongozi wetu wasingatie maendeleo. Wapokot wanahitaji barabara, Wapokot wanahitaji school fees, Wapokot wanahitaji amani, wanahitaji maendeleo nyingi, wanahitaji serikali katika ngazi za juu. Hata juzi tumeona kaunti zingine wameungana na wameenda kumuona rais wetu Daktari William Ruto katika ikulu, na hatujaona Wapokot wetu wakiungana waende kule. Kwa hivyo tunaomba leo hii sasa, baada ya maombi hii, kuwasihi viongozi wetu waungane, waende kumuona rais wetu, waambie maendeleo ambayo Wapokot wanataka. Wapokot wapewe kazi. Hata Pokot tunahitaji mawaziri, tunahitaji makatibu, tunahitaji Wapokot wa kufanya kazi hata ikulu ya rais na sekta zingine mbalimbali, kwa sababu neno la Mungu likiendelea katika Pokot, wizi itaisha. Neno la Mungu likiendelea, wale ambao hawajapata kuendelea wataendelea kupitia neno la Mungu. Ni muhimu kwa pamoja na viongozi wetu kutoka Tiaty, kutoka Uganda na hapa West Pokot. Nimeona ni furaha kubwa sana tuweze kujumuika kama viongozi wa dini na pia viongozi wetu wa kaunti
kwanza nataka niombe viongozi wengine, labda kuna wengine hawajafika hapa. Ninaona ya kwamba ninyi pia mmeweza kusikia hii habari ya leo ama ibada ya leo ambaye ni ya kwanza na ni muhimu kwa viongozi wetu. Siku zijazo ninawaomba ya kwamba tuweze kuwa pamoja na tuweze kushirikiana. Ombi langu ni kwamba hii ukatusi ya Pokot inahitaji umoja. Hii ukatusi ya Pokot inahitaji ushirikiano, hasa viongozi wetu. Maana ukiona nyanja ya chini ya West Pokot kama Kachalipa upande wa Sikor, kuna mambo mengi ambaye wananchi yetu wanakosa, na ninaona tukiendelea kwa hii ushirika na umoja, ninaamini ya kwamba hata na rasilimali zetu na uwezo wetu na umoja wetu tunaweza kuwafanyia hawa waraia vitu ambaye inaweza kuwasaidia kwa maisha yao, mambo kama maji, mambo kama barabara, na hata pia mambo ya elimu. Jinsi mwenzangu Askofu Kaseton ametaja, hapa ukatusi ya Pokot tulibaki nyuma kidogo, ambaye kwa kweli kama tumekutana leo ni vizuri sana tuweze kukaza umuhimu ya umoja na hata pia ushirikiano kwa viongozi wetu wa ukatusi hii, ili kazi yetu iweze kuenda mbele na hata pia waraia waweze kupata maisha ya kuweza kuridhisha. Kwa siku ya leo hawa wachungaji wote tumekuja kwa sababu ya maombi, na ombi langu ni kwamba hii ndiyo njia ambayo inahitajika katika kaunti hii ya West Pokot, ya Tiaty na ya Uganda, kwa sababu imetuleta pamoja. Wale viongozi waliotuita, tunaomba ya kwamba yale ambayo tumesema yote tusingatie na tufanye vile, kwa sababu Mungu wetu ndio baraka kwa kila jambo. Otherwise, nataka tu niseme kwa ufupi kwamba tumefurahi kama maaskofu, tumefurahi, hata tumeona community washirika wote tumefurahi kwamba hii ndio njia hili kaunti hii lipate kuendelea, kwa sababu tukifanya hivi viongozi wetu wataungana pamoja, viongozi wetu watatafuta kwenda pamoja kwa kila jambo, kwa sababu kama hawaendi pamoja hakuna kitu ambayo kitafanyika katika kaunti hii. Kwa hivyo maombi yetu siku ya leo ni kwamba, ama ujumbe yetu ni kwamba tunaambia viongozi wetu hii ndio njia. Wale hawakuwa leo hapa, tunataka kesho wafanye hivi, na hata kesho kutwa, kila wakati tuwe hivi, kwa sababu Mungu anasema ombeni nanyi mtapata. Kwa hivyo tumefanya hivyo, tumeanza leo na tutaendelea hivyo mpaka Mungu apate kutubariki katika